Mwalimu wa shule ya sekondari Nyakabungo, Edward Bihemo, mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa mtaa wa Nyamanoro, wilaya Ilemela, mkoani Mwanza, ametapeliwa na mganga wa tiba asilia aliyejulikana kwa jina la Edward Emmanuel kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 12. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mutafungwa, ameeleza kuwa jeshi la polisi limemkamata Edward Emmanuel mwenye umri wa miaka 38 na mmiliki wa nyumba ya kulala wageni Private Lodge, mkazi wa Nyamhongolo, wilaya Ilemela, kwa kosa la kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu. Mutafungwa ameeleza kuwa mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo mnamo Aprili 18 mwaka huu, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia. Mtuhumiwa Edward Emmanuel alimweleza Edward Bihemo, ambaye ni mwalimu, kuwa na uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, ambapo mtuhumiwa alichukua fedha na kuziweka katika begi lake na kumwamuru muhanga awe akizitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Huyu hapa kamanda Mutafungwa mbele ya waandishi wa habari akitoa ufafanuzi zaidi. Siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana, huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia, ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Mongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,400,070 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo, ambaye yuko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji, ambaye ni mwalimu, awe anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,400,070.